Na mtazamaji, taifa la mafuriko na ni kauli za viongozi dhidi ya hali kamili kwenye vijiji vyetu. Basi mtazamaji, maoni yako ni yapi kwenye mitandao yetu ya kijamii kuhusiana na jinsi janga hili la mafuriko limeendelezwa katika taifa la Kenya na kuchukuliwa na viongozi. Sasa mbali na hayo, usafiri katika barabara ya Kabarnet kuelekea Eldoret eneo la Cheploch ulitatizika kwa saa 5 baada ya wakazi wa eneo hilo kufunga barabara wakitaka mwili wa mpiga mbizi aliyesombwa na maji siku 3 zilizopita upatikane. Winnie Twichak kutoka Baringo anaarifu. Wakazi wenye hasira waliweka mawe na vizuizi barabarani mapema asubuhi, hatua ambayo ilisababisha magari kusimama kwa muda mrefu, huku wasafiri waliokuwa wakielekea maeneo mbalimbali wakikwama njiani. Na sasa shughuli zote zimekwama hapa kuanzia asubuhi. Hata sisi wengine tulikuwa tunaenda shughuli za kwenda na kurudi, lakini mpaka wakati huu bado hatujapata nafasi ya kuondoka. Hata hivyo, wakazi waliruhusu magari ya huduma za dharura kama vile ambulensi kupita. Tangu ingie maji, hatukuwa tumeona any support from county governments. So raia walikuja kwa wingi asubuhi. Walikuwa na expect huyu jamaa atasaidiwa na county government. Najua ako na family. Rogers Kiplimo anaaminika kuzama maji alipokuwa akijaribu kupiga mbizi kufuatia mvua kubwa ulioshuhudiwa na kusababisha maji ya mto Kerio kuongezeka. Tunahitaji msaada ya hali ya juu kwa sababu hii mtoni uko chini sana na hatuwezi jua kama huyu kijana alipepwa kutokea hapa mpaka sehemu zingine. Baada ya saa kadhaa, hali ilirejea kuwa ya kawaida baada ya maafisa kutoka idara ya kukabiliana na majanga kaunti ya Baringo pamoja na maafisa wa usalama kuingilia kati na kufanya mazungumzo na wakazi hao. Vikundi kama 4 ya kuweza kufuata mto tukiongozwa na divers yetu locally ili tuendelee kutafuta mwili ya huyu kijana yetu Kiplimo. Sasa hivi tumeahirisha vikao vyote vya diving mpaka wakati tutakapothibitisha kwamba maji yameweza kwenda chini. Hapa ndipo Rogers Kiplimo aliruka kwa mara ya mwisho siku ya Jumamosi, na inaaminika kwamba alizama maji kufuatia mvua kubwa ulioshuhudiwa eneo hili wiki jana. Juhudi za kutafuta mwili wake unaendelea, huku wapiga mbizi hapa Cheploch wakiendeleza shughuli hiyo. Winnie Twichak, NTV.